moyo nikakupenda sana, wala sikuachi. Katibu mkuu msaidizi wa KKKT Dayosisi ya Kati na mwakilishi wa baba askofu mchungaji Edward Giunda, waheshimiwa viongozi wa kanisa, mkuu wa jimbo na baba mchungaji kiongozi mchungaji Yohana Mgenyi, wainjilisti wote wawili, parish weka, mwasibu wa usharika, katibu wa usharika, wazee wa kanisa, viongozi wa jumuiya zetu zote 15, ndugu waumini, wageni waalikwa, diwani, mgombea udiwani wa kata ya Kiomboi, mgombea udiwani wa kata ya Tulia, viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa kata ya Kiomboi, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa uwezo wangu wote nimetoa maandalio kwa ajili ya nyumba ya Mungu, tena kwa sababu ya kupendezwa na nyumba ya Mungu wangu. Nina hazina yangu ya dhahabu na fedha, hiyo nimeitoa kwa nyumba ya Mungu wangu. Ndipo watu wakafurahi, kwa kuwa walijitoa kwa hiari, maana kwa mioyo kamili walijitoa kwa Bwana. Haya ni maneno yanapatikana katika Nyakati 29 mstari ule wa 2 na wa 3 na hata mstari ule wa 9. Ndugu zangu, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima, afya na nafasi ya kukutana mahala hapa kwa tukio hili la kipekee kabisa la harambee yetu ya ujenzi wa kanisa hili ambalo tunalijenga hapa Lulumba. Ni neema na baraka kubwa kuwa miongoni mwenu katika siku hii yenye maana kubwa kabisa kwa wana Kiomboi, waumini na washarika wa KKT kwa ujumla wake. Ndugu zangu, pili, naomba kutoa shukrani za dhati kwa uongozi wa kanisa la KKKT usharika wa St. George kwa mwaliko walionipatia kuwa mgeni rasmi siku ya leo. Nilipokea kwa heshima kubwa na kwa unyenyekevu mkubwa, na ninaahidi kushirikiana nanyi bega kwa bega katika jitihada kubwa na nzuri kabisa za kuimarisha sana ujenzi wa nyumba ya Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 35 mstari ule wa 4 na wa 5, lakini mstari wa 20 na ule wa 22, maneno ya Mungu yanasema, Musa akawaambia wana wa Israeli wote, akasema, hivi ndivyo alivyoviagiza Bwana, akisema, toleeni matoleo kwa Bwana, kila mtu aliye na moyo wa hiari na alete. Maneno haya, ndugu zangu, yanatufundisha, yanatuimarisha, yanatutia moyo na kutupa hiari katika ujenzi wa hema la kukutania. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kanisa ni nguzo muhimu ya maisha ya kiroho, kijamii, lakini hata kiuchumi. Kupitia kanisa tunajifunza misingi ya upendo, mshikamano, uadilifu na ujenzi wa taifa letu. Ujenzi wa kanisa si kwa ajili ya kizazi cha leo pekee, bali ni urithi wa vizazi vijavyo. Tunaposhiriki katika harambee hii, tunakuwa sehemu ya historia ya imani na mshikamano wa Kikristo. Mtume Paulo katika Wakorintho wa 2 mstari wa 9 anasema, kila mtu na atoe kadiri alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda
yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Hivyo basi, kila mchango mdogo, kila mchango mkubwa una thamani kubwa sana sana mbele za Mungu. Ndugu zangu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, waumini wote mliofika hapa leo kutoka madhehebu mbalimbali ndani ya wilaya ya Iramba na karibu mikoa yote nchini mlioalikwa na kufika hapa leo, na hata wale ambao pengine hawakuweza kufika kwa sababu mbalimbali lakini wametuma wawakilishi. Leo tuna jambo moja tu kubwa ambalo liko mbele yetu. Ni kuhusu harambee ya ujenzi wa kanisa letu jipya kabisa na la kisasa sana katika kanisa hili la KKT usharika wa St. George katika wilaya yetu ya Iramba, kwenye mji wetu wa Kiomboi na kwenye eneo hili la mtaa wa Lulumba. Nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyenipa kibali kufika hapa leo, lakini nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kumpa kibali kikubwa kabisa aliyekuwa mkuu wa jimbo la Kati na mchungaji kiongozi wa usharika wetu ambaye kwa sasa amestaafu, mchungaji Peter Mzile, kwa kuja na wazo la ujenzi wa kanisa na kisha kusimamia na kufanikisha ununuzi wa kiwanja hiki ambacho leo tumekusanyika mahala hapa kwa kufanya ibada, lakini kufanya harambee kubwa na ambayo ninaamini tutapata kiasi cha fedha cha kutosha kwa namna moja ama nyingine. Hata hivyo, baadaye Mungu akaweka kibali, tukaanza ujenzi wa kanisa kwa umoja wetu. Nitumie nafasi hii pia kumpongeza kwa dhati na kupongeza juhudi binafsi na usimamizi madhubuti uliofanywa na mwanzilishi wa ujenzi wa mradi huu ambaye alikuwa mkuu wa jimbo la Kati, marehemu mchungaji John Maseki, na baadaye akahamishwa na kuletwa mkuu wa jimbo mwingine, baba yetu mchungaji Manase Nehemia, naye aliendeleza kazi kwa kasi na dhamira ya dhati kwa manufaa ya wote kabla ya kuhamishwa kwake kwenda Singida, na baadaye kwa sasa akiwa anahudumu katika usharika wa Ulemo. Mabibi na mabwana, waumini wenzangu, wageni waalikwa, nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kwa dhati ya moyo wangu mkuu wa jimbo na mchungaji kiongozi wa kanisa letu la KKKT usharika wa St. George, mchungaji Yohana Mgenyi. Huyu alibeba maono ambayo yatafanya ujenzi huu kuwa alama ya maendeleo ya urithi wa kizazi kijacho. Lakini vile vile nitoe pongezi za dhati kabisa ziende kwa mwinjilisti Paul Edward Shimba ambaye ni mwinjilisti wetu wa makao makuu, na mwinjilisti Danford Stefan ambaye yeye anahudumu katika mtaa wa Kizega, parish weka Bi Rehema Ibrahim, lakini vile vile mwasibu wa usharika Bi Neema Kitalo, katibu wa usharika Bwana George Shamugunda, wazee wa kanisa, wanakwaya na washarika wote kwa ujumla kwa kusimama kidete kukimbilia dhamira kuu hii tulionayo tangu tulipoanza mwaka 2013 mpaka sasa ya ujenzi na kujitoa kwenu kwa hali na mali. Mungu wa mbinguni awabariki nyote. Nitumie nafasi hii pia kumpongeza aliyekuwa diwani wa kata ya Kiomboi, Mheshimiwa Omari Hassan Omari, ambaye kwa sasa ni mgombea tena kupitia Chama cha Mapinduzi, na kwa taarifa ambazo nimezipata anagombea kikiwa ni chama kimoja tu, Chama cha Mapinduzi. Sasa na bahati nzuri baba mchungaji kiongozi na mkuu wetu wa jimbo, humu kwenye waumini ulionao miongoni mwao ni wajumbe na wapiga kura wa Chama cha Mapinduzi. Na kwa kweli mimi ninawashukuru hawa wajumbe, waumini wako walifanya kazi kubwa na nzuri ya kuonelea pengine huyu bwana Omari
aendelee tena kuomba nafasi, na wakampitisha kwa kura za heshima ambazo ni nyingi, na hii inatokana na kazi kubwa na nzuri ambayo wameifanya kwa kipindi cha miaka 5. Omari yeye dini yake ni Muislamu, lakini kwa mara ya kwanza alinipigia simu akaniambia, kanisa lako la St. George ambalo umehudumu kwa kipindi kirefu, ulikuwa ukisali pale, wanafanya harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa kubwa na la kisasa. Lakini baadaye nikapata taarifa kutoka kwenye ofisi yako mchungaji, kiniomba kushiriki ujenzi. Baadaye nikamrudia nikamwambia, bwana, nimepata mwaliko. Omari akaniambia, sasa ni vizuri ukaja na ukachangia. Na nilikuja, bila shaka nilichangia mifuko 100. Lakini baada ya kutoka kanisani nikamwambia, bwana, nimechangia mifuko 100. Akaniambia, lile kanisa kubwa sana, 100 michache. Nikamwambia basi, kwa sababu nadhiri hiyo nimeiweka, mara nyingine nitachangia tena. Nilipokuja kwa mara nyingine tena Kiomboi, huyu bwana akanidaka, akaniambia, bwana, nenda pale tena kwenye ibada akachangie. Nikaja, bila shaka nilichangia 1,000,000. Ni kwa sababu ya huyu bwana ambaye yeye dini yake ni Muislamu. Na kama haitoshi, alinialika. Yeye anacheza na kata yake tu, akanipeleka kanisa la Ruruma KKKT. Na pale tukaenda, mimi nilichanga 1,000,000 nafikiri na 600,000, na yeye akachanga, na wadau wangu wengine ambao tuliambatana nao wakachangia. Na kama haitoshi, akanivuta tena akanileta Lulumba hapa. EAGT. Yes. Tukaenda pale, tukachangia 1,000,000. Makanisa 3 nimeenda kwa msukumo wa diwani ambaye ni Muislamu. Mnataka nini? Sasa huko mashuleni ndo usiseme. Huko kwa sababu sio mahala pake, hapa hatutapasema. Tutasema makanisa. Sasa siku moja nikamuuliza, kwa nini hunipeleki msikitini nikachangie? Mbona unanivuta sana kwenye makanisa na maeneo haya ya Kikristo? Huyu bwana aliniambia, uongozi hauna dini. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Lakini vile vile ndugu zangu, sisi tumepata bahati sana kwenye wilaya yetu ya Iramba na mkoa wa Singida. Tumepata viongozi wengi ambao ni mawaziri. Mheshimiwa Dorothy Gwajima ambaye ameshakuwa waziri wa afya na sasa hivi anashughulika masuala ya wanawake na watoto na jinsia, anatokea Wembere hapa. Lakini tumepata bahati kwenye baraza la mawaziri vile vile tuna Profesa Kitila Mkumbo, naye ni waziri wa mipango, anatoka Iramba na mkoa wa Singida. Tumepata bahati zaidi kuongoza wizara nyeti, kapu na chungu cha Tanzania. Waziri Daktari Mwigulu Nchemba anaongoza wizara ya fedha. Kwa dhati ya moyo wangu natumia nafasi hii kumpongeza sana sana. Wakati nakuja asubuhi nilimpa taarifa, kamjulisha kwamba nakwenda kwenye harambee ya ujenzi wa kanisa. Dr. Mwigulu akaniambia, jambo la kwanza, sasa hivi nipo kwenye kampeni na sote tunafahamu, na anazunguka wilaya nzima ya Iramba. Yeye ni tofauti kidogo na Omari. Omari ana matawi 6 tu. Vijiji si vingi sana. Kwa hiyo ukimwambia bana, leo hebu usitisha kidogo tushiriki kwa pamoja, anaweza kufanya. Lakini sasa mbunge, ratiba na vyama vingine, ana karibu vyama 3 ama 4 hivi anashindana navyo, ni vingi. Sasa Omari yeye hana chama kingine anashindana nacho. Na hata diwani mwenzake wa Tulia naye hana chama kingine anashindana nacho. Na wewe bwana, basi ndio hivyo tena. Sasa akaniambia, utakapoenda kusema kile kiasi chako, na mimi naomba nikuongezee kiasi fulani. Na tayari amenitumia. Nikamwambia sasa mimi nitaenda nikitangaze hadharani. Akaniambia, hapana, wewe ndo mgeni rasmi. Sasa mimi nakupa wewe kile ulichodhamiria kukisema, ongeza na hiki alafu uone jumla yake itakuwa ni kiasi gani. Makofi tafadhali kwa mbunge wetu. Ndugu zangu, mradi huu wa ujenzi wa kanisa hili la kisasa ni mfano wa kujitegemea kama kanisa, uzalendo na dira ya maendeleo ya kanisa kwa ujumla, kwa maana usharika wa St. George, jimbo la Kati na dayosisi ya Kati. Ndugu waumini wenzangu, mabibi na mabwana, wageni waalikwa,
na viongozi wote wa dini. Kama ambavyo imeelezwa kwenye risala iliyosomwa muda mchache uliopita, mmesema katika kufikia lengo kuu la usharika unafanya shughuli mbalimbali, na kipaumbele cha kwanza ni kuboresha mazingira ya kutolea huduma ya neno la Mungu kwa Wakristo na watumishi ifikapo mwaka 2028. Na leo ni mwaka 2025. Tumesaliwa na miaka mitatu. Binafsi niwatie moyo viongozi na washarika kwa ujumla wake, ili kwa pamoja tuweze kufikia lengo hili ambalo pengine sote tumejiwekea. Kwa nguvu na akili zetu tunafanya sisi kama wanadamu, lakini Mungu anatuongoza, maana tunajenga mahala rasmi pa makutano kwa ajili ya kumtukuza na kumwabudu kwa moyo wa toba na kweli. Mmekusudia kwa pamoja kujenga kanisa bora linalozingatia mahitaji ya sasa na mahitaji ya baadaye, yakiwemo ya watu wenye uhitaji maalumu na wanajamii ya Kiomboi. Kanisa linalojengwa lina uwezo wa kuhudumia waumini zaidi ya 2500. Ukumbi wa mikutano wenye uwezo wa kuhudumia watu takriban 300. Ofisi 6 za viongozi, store ya vifaa vya meza ya Bwana, duka la vitabu, sehemu ya kusomea, ukumbi mdogo wa chakula na vinywaji baridi kwa wakati mmoja. Na vinywaji baridi kwa wakati mmoja. Si vinywaji baridi Kwa sasa mpo katika awamu ya pili ya ukamilishaji wa ujenzi wa ukuta na kuanza kumwaga zege ya juu, wenyewe kwa kimombo anasema slab, ikiwa ni sehemu muhimu kabisa ya ujenzi katika zile awamu zote 4 ambazo zimekusudiwa kwa ajili ya ujenzi, ambao awamu ya kwanza ni ujenzi wa msingi imekamilika, awamu ya pili kujenga kuta ambayo ndio tupo sasa, awamu ya 3 kupaua jengo, na awamu ya 4 na ya mwisho ile ya kupaka rangi na ukamilishaji mzima wa ujenzi wa kanisa. Mradi huu kama ambavyo mmesema ulianza kutekelezwa tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2013 kwa kuchora ramani, na unategemewa kukamilika katika kipindi cha miaka 15 tangu 2013 mpaka 2028. Ndugu zangu, jumla ya shilingi bilioni 3,845 zinatarajiwa kutumika katika ujenzi huu. Na katika hili tumshukuru sana Baba Askofu Dr. Frederick Onaeli Shaw, aliyekuwa mkuu wa KKKT, ambaye tarehe 13 kama ambavyo mmesoma kwenye risala mwezi wa kwanza mwaka 2025 aliweka jiwe la msingi katika mradi huu, na mpaka sasa kazi ambayo imekwisha kufanyika kujenga msingi, ujenzi wa nguzo 127 na kuanza ujenzi wa ukuta, ikiwa ni sawa na 45% za ujenzi. Ukisoma Ezra 10 mstari wa 4, maneno ya Mungu yanasema, inuka, shughuli hii inakuhusu wewe na sisi tupo pamoja na wewe. Tuseme kwa pamoja, inuka, shughuli hii inakuhusu wewe na sisi tupo pamoja na wewe. Si ni wewe ndio inakuhusu, sivyo? Alafu nyie mpo pamoja na nani? Na mimi, si ndio? Alafu si ni mimi nipo pamoja na nyinyi. Kwa pamoja naamini tutahamasika na tutaijenga nyumba ya Mungu. Mara nyingi huwa nasema, ndugu zangu, hata siku moja huwezi kuwa maskini. Ndugu zangu, mara nyingi huwa nasema huwezi kuwa maskini kwa kutoa kidogo kati ya kikubwa ulichobarikiwa na Mungu. Yaani kwa mfano, unamiliki 1,000,000, ukatoa 100,000 kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Hauwezi kuwa maskini. Wewe bado ni tajiri, umebaki na 900,000 mfukoni. Si ndivyo Lakini vile vile ndugu zangu, niwakumbushe tu kwamba tuwe watu wa kuchunga sana mdomo.
pale Mungu anapokuwa ametubariki. Usiwe mwepesi kukejeli. Usiwe mwepesi kulaumu watu. Sio kila mtu ambaye hana hakuhangaika. Kuna watu wamebisha lakini hawakufunguliwa. Kuna watu wametafuta lakini hawakupata. Kuna wanaotumia nguvu kubwa na akili nyingi sana lakini hawapati. Mungu anafungua na kugawa riziki kwa wakati atakao yeye, wala halazimishwi. Na akikupa riziki, hakikisha unarejesha kwake kwa namna yoyote ile ya utoaji. Ukiona mtu amefanikiwa, mafanikio makubwa, anamiliki majumba 6 au 7, anamiliki magari yenye thamani kubwa, ana fedha nyingi kwenye akaunti zake benki, lakini hamtolei Mungu, upo walakini wa namna ya upataji wa mali. Ndugu viongozi mlioko hapa, nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kwa namna ya kipekee kuona nafaa kuja kuwa miongoni mwenu, pengine kusema mambo machache haya ambayo nimeyasema, na inawezekana yakawa ni machache kweli, si ndio? Lakini vile vile niwasisitize tu kwamba ujenzi wa kanisa hili unahitaji mshikamano wa dhati kati ya waumini, viongozi na wadau wote wa maendeleo. Hebu tushirikiane kwa moyo wa kujitolea. Tukumbuke kwamba tunapojenga nyumba ya Mungu, tunajijengea sisi na familia zetu baraka zisizopimika. Lakini naomba nitumie nafasi hii pia kuwashukuru kwa dhati kabisa na mimi wadau mbalimbali wa maendeleo kwa kuchangia kwa ajili ya kufanikisha kazi ya ujenzi, wakiwemo viongozi wa usharika, wachungaji na viongozi wote, lakini vile vile viongozi wa Dayosisi ya Kati, wataalamu na makampuni mbalimbali, mkuu wa wilaya ya Iramba na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Iramba, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, na nimefarijika nimewaona hapa, washarika wa St. George, marafiki kutoka Finland na wadau wengine ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine kwa kutuunga mkono na wanaendelea kushirikiana na sisi. Kwenye risala zimesemwa changamoto kadhaa. Ya kwanza, Wakristo tunaahidi, marafiki na wadau tunaahidi, lakini ipo changamoto ya kuchanga. Ama tunachelewa kuchanga, ama hatuchangi kabisa, na tumerelax. Yaani tumekaa tumejiachia tu. Sio mnanielewa? Umeahidi mwenyewe, lakini hauchangi. Sasa tutajengaje nyumba ya Mungu? Kwa hiyo niwatie moyo, niwaombe ndugu zangu, ukiahidi basi kamilisha ahadi yako kwa wakati. Wakati mwingine changamoto zinajitokeza za hapa na pale, toa basi taarifa kwenye uongozi, jamani nitachelewa kidogo lakini nitachanga. Tuna lengo la kukusanya takribani milioni 162,130,000 leo kutoka kwa waumini ambao ndio nyie mpo hapa mnanitazama, wageni waalikwa wako hapa wananitazama, wadau wengine, lakini mimi na marafiki zangu tutakuwa tupate milioni 162, lengo la leo. Niwatie moyo sana wote mliopo, msikate tamaa, msichoke, bali endeleeni kushirikiana kwa upendo na mshikamano. Kanisa litakapokamilika litakuwa alama ya imani, mshikamano na chombo cha kuendeleza Injili na maendeleo ya kijamii katika eneo letu la Kiomboi, wilaya ya Iramba, mkoa wa Singida na taifa kwa ujumla wake. Ameniokoa ni nani? Manueli ameniokoa ni nani? Ameniokoa. Bwana Yesu asifiwe. Muda mmeusubiri sana. Aha. Unajua ukiongoza harambee
alafu ukafurahia moyoni kwa watu jinsi wamejitolea. Mimi nimefarijika sana. Ndugu zangu, tumekuwa na tukio kubwa na la msingi kabisa ambalo limetuleta siku ya leo hapa, na tukio lenyewe ni harambee ya ujenzi wa kanisa jipya, kanisa la kisasa hapa Kiomboi, la kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, usharika wa St. George. Na nafarijika leo kutangaza mbele yenu kiasi cha fedha ambacho tumekipata siku ya leo. Tulikuwa na malengo ya kukusanya shilingi milioni 162 na 1,130,000 kwa ajili ya awamu ya pili ya ujenzi kumwaga slab. Sasa mbele yenu kwa niaba yenu naomba kuwatangazia fedha ambazo tumezipata. Kwanza zile za mgeni rasmi, marafiki, ndugu, jamaa, wanafunzi wenzangu shule ya msingi Kiomboi Bomani ambao wameniunga mkono. Jumla ya fedha ambazo tumezipata, ahadi kwa mgeni rasmi tumepata shilingi 300,000. Makofi na vigelegele. Hizi za mgeni rasmi nitaenda kwenye jumla kuu. Lakini cash zile ambazo nilikuwa naomba watu wanichangie mifuko ya saruji na nini, cash hapa za mgeni rasmi watu walizonichangia, ndugu jamaa na marafiki, 1,725,200. Piga makofi tafadhali. Nipigieni makofi kwa sababu nyinyi ndio mmenichangia. Na Mungu wa mbinguni aendelee kuwabariki sana. Lakini tumepata mifuko ambayo imetolewa cash, mifuko 10 ambayo jumla yake ni shilingi 200,010. Makofi tafadhali. Kwa jumla fedha ambayo watu wamemchangia mgeni rasmi ni shilingi milioni 2,235,000. Sasa hapa kwa sababu walichangiwa mgeni rasmi, na Yesu anaweka humo. Kwani mmemsikia? Mgeni rasmi mmemsikia kwa maana ya nyinyi mlizomchangia. Sasa na yeye aseme neno kidogo. Basi na mimi ndugu zangu, kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa kanisa letu, cash hapa sasa hivi itatoa shilingi 1,106,000. Haya, hii hapa. Kwa hiyo jumla kwa upande sasa wa mgeni rasmi nilizochangiwa na hizi za kwangu, jumla tutakuwa tumechangia cash milioni 3,835,000. Kwanza ahadi kwa ujumla wake tumepata shilingi milioni 4,10,000. Makofi na vigelegele. Cash ambayo imetolewa hapa leo tumepata shilingi milioni 4,407,000. Fedha ambayo imewekwa benki nayo ni cash, si ndio? Kwa sababu ipo tayari tunayo. Ambayo imewekwa benki ni shilingi milioni 75. Kwa jumla ambayo tumeipata ni milioni 83,417,000. Sasa tunajumlisha na shilingi milioni 1
na laki 6. Sawa Kwa jumla tuliopata kwenye harambee ya siku ya leo kwa ajili ya ujenzi wa kanisa letu, ndugu zangu viongozi wa kanisa, lakini vile vile washarika wenzangu, naomba kutangaza kwenu tumepata milioni 85 na 1017. Milioni 85 na 1017. Mungu wa mbinguni awabariki sana, muendelee kutoa kwa moyo, tuendelee kuunga mkono ujenzi wa kanisa. Asanteni sana.